Tumerejea kwenye awamu ya pili ya Sports AM. Message nyingi sana zinatumwa, lakini ni muda wa kuhabarisha nilokuwa nayo kwenye meza yangu hapa. Grace Masota Mwadui, habari za asubuhi bin Zuberi, namtakia kila laheri mtani leo, aingie kwa nidhamu aweze kushinda Washai Town. Grace Masota, salamu alaykum, hongera nyingi kwa ndugu zangu Rage na Mkandawili, wapenzi wa michezo, kikubwa dua, Mungu ibariki Simba. Sawa. Kocha Madevo Morogoro, kaka tunaiombea sana Simba ishinde, ila mabeki wetu huwa wanapoteza umakini, kujiamini, hasa pale timu inaposhambuliwa. Na muomba Rage ajaribu kuwakumbusha hilo. Sawa. Salamu alaykum Izuberi, kitu kilichogharimu ni mfumo wa kuanzia chini. Sawa, mfumo. Naitwa Ali Mbena wa Kimara Bonyewa, kila laheri kwa mnyama, akisheni mnapofukuza mwizi msisahau kufunga mlango, ushindi mnono, kombe libaki. Sawa Ali Mbena. Binzuberi, leo Simba tunabeba, mwambie Rage na Moses Mkandawile ile waje Zanzibar, tuungane pamoja kupokea ubingwa wetu kwa mara ya kwanza. Benito Magoyo. Super Danger anasema Super D video live show Chanika Masantula leo saa 8, pilau kuku kwa wapenzi wote wa soka, kisha tunaangalia fainali ya Simba Azam TV, burudani kwa wote. Haya bwana Super Danger, nisingesoma message yako ingekuwa lawama sana. Sasa hii nashindwa kuielewa hii. Alafu hii naombea watani zangu Simba kila laheri, ushindi. Manase Ndosi wa Arusha. Abu Nela anasema Abu bwana, mitazamo yako bwana ungeacha tafadhali. Nawaambia Simba Yasin dua, nawaambia Simba Yasin ni dua, lakini mbio uwe nazo. Hizi dua za Msagati, hizi dua za namna hii tuzistaki. Nataka dua imenyooka tu, sio dua za kisnichi hizi, hapana. Imeandikwa message na kaka Bizbeli, msalimie Kunambi. Hii ya leo kweli Simba Simba wajikaze game ijayo. Hii ni ya zamani, naona hizi message zimekuja leo. Bizbeli, mkumbushe Rage kwamba aliyetangaza kombe lililopita maeneo alitaja ni alikuwa ni Kanali marhum Kanali Yusuf Abdalla. Tumesema Kanali Yusuf Abdalla, huyo alikuwa ni katibu wa kamati iliyoundwa na serikali. Katibu wa Fati alikuwa ni marehemu. Hapana, Kanali Yunus alikuwa ni kiongozi wa Fati, kiongozi wa kamati. Alikuwa kiongozi wa Fati wakati Manakata alikuwa hajaingia bado. Malikita alikuwa ni Midindolanga, ndio. Toa Kiponzo. Okay, sawa. Kwa muda huu ni kuhabarisha machache ambayo nimeamka nayo hapa kwenye meza yangu ya Sports AM, na kwa haraka ni kuhusu Stefan Ki Azizi. Klabu ya Wydad imemtambulisha Azizi Ki kuwa mchezaji wake mpya baada ya kukamilisha uhamisho wake kutoka klabu ya Yanga ya hapa Tanzania, na uhamisho huo ulifuatia saa chache tu baada ya Yanga wenyewe kutoa tamko la kumuaga mchezaji huyo ambaye ilimsajili mwaka 2022 akitokea ASEC Mimosa ya Ivory Coast. Aziz atakumbukwa kwa mengi akiwa Yanga. Amekuwa mfungaji bora, kiungo bora, mchezaji bora wa ligi kuu. Amefunga mechi dhidi ya Simba karibu kila mechi aliyocheza, ikiwemo ile ya goli 5-1 free kick zake. Kikubwa ameoa mwanamke Mtanzania, mwanamitindo Hamisa Mobeto. Kila laheri kwa Aziz Ki ambaye uhamisho wake umeharakishwa kwa sababu anatakiwa akacheze klabu bingwa ya dunia Wydad Athletic wako kwenye michuano hiyo wa Manyara. Taarifa nyingine ni kuhusu Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaahidi Simba dola za Kimarekani 100,000, zaidi ya shilingi 250 iwapo watatoa kombe la shirikisho leo. Simba watamenyana na Berkane ya Morocco kuanzia saa 10 jioni uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, wakihitaji kupindua matokeo ya kufungwa 2-2 kwenye mchezo wa kwanza ili watwae taji hilo. Zaidi tumsikilize Rais Mwinyi jana alipowatembelea Simba kambini kwao. Sina maneno mengi, nataka niseme maneno mawili tu. La kwanza, nasema ushindi wa Simba kesho hautakuwa ushindi wa klabu, utakuwa ushindi wa nchi. Hatua hii tuliofikia ni hatua kubwa sana, na kwa kweli tukichukua hili kombe mtakuwa mmeheshimisha nchi yetu kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo
nataka niseme kwamba Watanzania sote tunakuombeeni kwamba kesho muweze kushinda ili nchi yetu iweze kupata kombe hili ambalo kwa kiwango kikubwa sana itakuwa ni heshima kubwa kwa nchi yetu. Kwa hivyo mimi leo niko hapa ili kukupeni moyo, kukutakieni heri ili kesho tuweze kushinda mechi inayotukabili. Sina shaka hata kidogo kwamba atmosphere katika uwanja itakuwa ni kama ile ambayo mngeipata mngekuwa Mkapa. Tofauti itakuwa idadi tu, lakini ile atmosphere itakuwa ni ile ile. Kwa hivyo msiwe na shaka kabisa, Watanzania sote tuko upande wenu. Tutahakikisha kwamba mnapewa mazingira ambayo mngeyataka katika eneo la uwanja. Lakini kwa kuwa imesemwa hapa kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sehemu kubwa sana imechangia sana katika maandalizi haya, na inachangia kwa sababu hiyo hiyo ya kwamba hili jambo sasa ni la nchi, si la klabu. Na mimi kama kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nimeona basi na mimi niunge mkono walau kwa kidogo. Kwa hivyo tumeanza kwa kuchukua gharama za uwanja, lakini vile vile nimeona niwashirikishe rafiki zangu ili kesho tukipata ushindi basi tuweze kutoa japo kizawadi kidogo. Kwa hivyo nimezungumza na rafiki zangu, tumekubaliana kwamba ushindi ukipatikana basi tutoe dola 100,000 kwa wote. Kwa hiyo ndugu naibu waziri na viongozi wote, nakushukuruni sana kwa kunipa heshima hii ya kuja kuzungumza na wachezaji pamoja na makocha pamoja na viongozi wote. Letu ni moja. Wewe si upo Kigamboni sasa hivi, bado hujafika Kigamboni Jarufu wa Sumbawanga. Haya, hatari kweli kweli. Matete Chacha tumekusoma. Moody Blues wa Genoa Italy na wafuatilia kupitia Azam Max na watakia watani Simba ushindi. Haya, sawa. Sawa, hizi nyingine hizi naziangalia kwa macho. Ameandika amefuta. Na ikiwa msemaji wa mashabiki wa mpira Babati nzima, ninaomba Ahmed Ali na Mzee Dalali nimeishia hapo kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Kawambu Juma umeandika message umefuta. Sasa sijui ina kheri gani message yako hii. Haya, kama ina muhimu utarudisha. Bizuberi naitwa Yuda Chikawe. Kila laheri Simba Sports Club. Simba nguvu moja. Sawa. Abdul Jaidi, kila laheri Simba Sports Club, ili tunabeba Tanzania kwanza kutoka kwa Abdul Jaidi. Abdul Jaidi, sawa, nashukuru sana bosi wangu. Kumbe mpoegi bwana. Leo nimemkumbuka mtu mmoja. Sawa. Mtazamaji, Rashid Kejo tuko naye asubuhi ya leo, amedamka. Mzee kijana huyu, unajua kuna wale wazee ambao kwanza hawataki kukubali kama wao ni wazee, hata kuambia soba kilomita ngapi hawataki kukubali, bado ni vijana. Basi Kejo ni mmoja kati ya wazee vijana ambaye kabla kutoka nyumbani hakikisha amenyoa ndevu zote, kidevu kimebakia cheupe, amenyoa kwa wembe ule kama shafu, yani kinang'aa kama taa. Lakini pia King Oba, Mgaa King Oba amerudi kwenye Sports AM na Big Boss, the billionaire himself, Nasongeli ya Kilinga hapa ndani akiwa ameketi, lakini pale nje kuna usafiri wa mdogo wake upo na msubiri moja kwa moja kutoka hapa. Sisi wote tunapelekwa airport kwa ndege maalum kwa ajili ya safari ya kwenda Zanzibar kwenye mechi ya finali. Shukrani sana ukiwa na boss kama Nasongeli ya Kilinga, maisha yanakuwa mepesi namna hiyo. Jamani, habari zenu? Salama. Ngaya anasema uongo kuhusu bosi. Mwenyewe yupo ajitetee mwenyewe. Bwana leo FC alikuwepo hapa. Nimekutana naye nje hapo. Alhamdulillah. Nimekutana naye. Washukuru. Katima madini sana, lakini pia tumeongea na boss Bwile kutoka Dodoma moja kwa moja. Alhamdulillah, it was good. Sawa, das
saa 10 jioni kick off pale uwanja wa New Amani Complex. Leo ndio ile siku ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu. Yes. Mwali anabaki Usiku wa deni au kawi kucha ndio huwa hapa leo. Ndio. Kwa mara nyingine tena ya pili Simba wakicheza nyumbani na Mwali akiwepo, ni wakati wa kujiuliza, je, watairuhusu liondoke kama alivyoondoka 93? Hilo ni swali la kila mshabiki. Lakini kwa historia ya Simba siku za karibuni, hasa season hii ya mashindano haya ya klabu ya vilabu barani Afrika kwenye Confederation Cup, Simba amekuwa akipindua matokeo sana. Kwa mfano mechi ya nusu finali ya 2-2 dhidi ya Al Masry, watu wengi waliamini kama inawezekana ikaishia hapo. Lakini Simba waliweza kuyapata magoli mawili, walipanda mlima. Robo ilikuwa ilikuwa robo finali, yes. Waliweza kupanda mlima na wakashuka kwa penalti wakapita. Kwa hiyo wengi wana imani Simba wanaweza karudia kile walichokifanya dhidi ya Al Masry katika mechi ngumu kabisa, na vile vile wakarecall zile heroics walizofanya dhidi ya mechi ambayo naiona mpaka sasa hivi ilikuwa ngumu kwao, ni mechi ya Al Ahly Tripoli ambao waliweza kushinda goli 3 hapa baada ya sare ya bila kule Libya. Kwa hiyo Simba wanaweza, ukichukua huo mfululizo wa matukio ambao wamekuwa na matokeo ambao wamekuwa wakiyapata, wanaweza kurecall na ikawapa chachu wakapata goli 2 hata 3. Sana inahitaji goli 3, 2 inamaanisha 2 bila wanaenda penalties au in extra time nafikiri, then penalties. Kejo, umemsikia Nasi ametoa option zote kwamba Simba wanaweza wakaikill straight Berkane, lakini pia wanaweza wakasawazisha idadi ya magoli kwa 2-2, then wakasogea kwenye extra time na penalty. Simba anaamini huko Simba ana bahati nako. Je, wewe mtazamo wako ukoje technically? Sitofautiani sana na Nasongelia. Kuna vitu viwili. Hiki kilichotokea dhidi ya Berkane katika mechi ya kwanza kilishawahi kutokea kwa Simba. Si mara ya kwanza kufungwa 2-2 away ikapindua matokeo hapa. Lakini cha kujiuliza na kuangalia ni kwamba hii ni mechi ya fainali. Ina sura na taswira kidogo tofauti. Naiona itakuwa ni mechi ngumu, lakini Simba ikiwa na nafasi zaidi kutokana na kuchezea uwanja wa nyumbani, ingawa ilishaathiriwa kisaikolojia kidogo kutokana na ile habari ya kwa Mkapa hatoki mtu alafu ikahamishwa mechi. Iliwasumbua wachezaji, viongozi, mashabiki, kidogo iliwatoa kwenye reli, na nashukuru kwamba viongozi pamoja na hata rais wa Zanzibar umeona hapo akitoa hamasa kwamba kuna $100,000 kama watashinda. Kwa ni hamasa za kuwarudisha katika mchezo, kuona kwamba lolote linaweza likatokea iwapo watachanga vyema karata zao. Lakini ni mtihani kidogo kwa Simba, kwa sababu katika hii mechi anayetafuta zaidi ni Simba. Simba anahitaji goli 3. Berkane anahitaji sare au kufungwa goli 1 au kufungwa idadi yoyote ya magoli ambamba mambo yamebadilika, na hii imani ya kwamba Simba inashinda ambayo ilianza tu baada ya Simba kumaliza mechi alikuwa amefungwa magoli 2-1. Kwako wewe inatoka wapi? Kama ulivyosema ni kweli, hayo yote uliyoelezea kuhusu maendeleo ambayo yamefanyika. Kama ulivyosema awali, kweli miaka ile ambayo sisi wengi hapa tuliwepo tulikuwa tunaripoti michezo, tulikuwa tunajua kwamba kwa mfano Yanga akienda Misri Cairo kucheza na Al Ahly, nategemea tu Radio Tanzania baadaye saa 2 kasoro mtasikia kwamba mpira unaendelea, tayari mchezaji mmoja amepigwa kadi nyekundu na Yanga ameshapigwa goli 2 bila. Kwa hiyo zilikuwa ni kwa sababu kwanza tulikuwa kama sema kijiji, kwamba dunia hakuwa inasomana wakati huo. Maendeleo haya ya teknolojia, television kuonyesha mipira moja kwa moja hayakuwepo, na hata waamuzi wenyewe hawakuwa na hofu kwa sababu hiyo mojawapo, kwamba
mpira hii hainyweshwi na wetu kuhukumiwa moja kwa moja. Kwa hiyo haya maendeleo nasema ni kweli yamesaidia, lakini kujibu swali lako la kwanza ameliongelea kidogo na Songeli ya kwamba ile imani ambayo ilikuwepo kwa Simba kwenye hizi mechi kufanya kwao vizuri, kwamba wanapokwenda ugenini walikuwa wanafungwa, lakini wanaporudi nyumbani kuna mechi nyingi amezielezea nasi Simba imepata ushindi hapa. Kwa hiyo moja ni imani kubwa ya mashabiki wa mpira wa miguu na hasa wale wa Simba kwamba timu ikiwa nyumbani pia katika mechi zile ambazo nyakati kubwa zionekana ni ngumu, Simba imepata matokeo. Lakini kama ulivyoeleza pia kwamba bado hilo haliondoi ukweli kwamba kwa sasa kuna hiyo faida kwamba waamuzi wamekuwa makini mno katika kuchezesha mechi zao, kwa maana hawataki kuharibu kile ambacho ladha ya mpira watu wanataka kuiona, na msaidizi wa hii VAR na umeongeza pia ladha ya kwamba yale yanayofanyika uwanjani kwa asilimia tunaweza kusema 95 yanaweza kuwa yanaamuliwa kwa usahihi zaidi kuliko ulivyokuwa nyuma. Lakini ukiangalia mchezo wenyewe kama wenzangu walivyoeleza, ni mchezo ambao Simba inauona kwamba inaweza kuvuka umlima kama ulivyosema kwamba walishangilia kule ile 2-2 kwa sababu ya uwezo ambao wameonyesha kwenye mechi zilizopita, matokeo ambayo yaliyabadilisha, ingawa naungana na Kejo kwamba kuna kila sababu ya kuingia uwanjani pia na tahadhari, kwa sababu timu anayocheza nayo pia imeonekana na uwezo wake wote tuliuona kwenye mechi ya kwanza. Sawa sawa. Nashukuru sana kwa maelezo yako hayo mazuri. Othman Kisatu wa Transcape ameandika, asalamu alaykum bin Zuberi, mimi pamoja na familia yangu na mke wangu Raia Juma tunaitakia ushindi Simba leo, na mimi kwa uwezo wake Allah ndio inakuja bungeni, na wewe pia iombee tu. Msalimie Raia Juma bwana, mwambie Raia Juma nitakuja kula ugali siku moja mchana hapa kwa shemeji Raia Juma. Bizbeli jamaa mtakatifu Modric ameagwa, lakini hujasema. Naitwa mjumbe Kaifa wa Shakilango. Kaifa, leo ni siku maalum sana leo ya Simba na Kafu. Hata hii nilizosema imenibidi tu kusema kugusia. Modric kweli ameagwa kwa heshima sana, na hiyo story ipo sawa. Ya kwenye Real Madrid story ilishawekwa sawa, lakini aitaka story Luka, hata mimi nampenda sana Luka Luka ni nabii mpole ana mambo mengi. Ana mambo mengi. Mo Kuyunga, Mwabedi Kuyunga ameandika message haijafika, inasema nisubiri. Swaiba Moses Sabasaba bin Zuberi, amini Mungu yupo na Watanzania na Simba hii mechi Waarabu wako juu sana, ila Mungu kwa neema yake anatupa furaha leo. Moses Sabasaba Kigavoli. Moses hizi harahara hizi bwana ziache bwana. Unaongea hadi unaandika. Moses unafeli wapi? Mshikaji wangu wa Kigavoli tajiri mmoja hivi kama na Songeli ya Kilinga. Sema yeye atumia marenji tu. Sawa. Sef Kibayasi, Kanali Salum, asante. Naona kuna Kanali hapa ameandika ujumbe. Kanali Salum JWTZ Kibada. Watanzania wote tunatakia Simba ushindi. Asante bin Zuberi kwa kuendesha kipindi kwa ufanisi. Nashukuru sana. Haijaisha mpaka ishe, tunasubiri tarehe 65 tujue mbivu na mbichi. Basi kidogo tuendelee mjadala. Nasongea Kilinga, nikitazama mitazamo ya walio wengi wanaiangalia hii mechi katika jicho moja ama katika dhana moja ambayo ni Simba tu kushinda. Lakini Simba ambayo tunafikiria kushinda ni Simba ambayo ilifungwa katika mechi ya kwanza. Ni Simba ambayo iliruhusu magoli kwa makosa ambayo kila mtu aliyaona. Ni Simba ambayo kama wapinzani walikuwa makini, ile mechi akishinda hata magoli 4, walikosa magoli ya wazi. Kuna magoli ambayo direct tunamsifia pin Kamara alisave, na kuna magoli ambayo ni Mungu alisaidia zile off target zile na nini. Lakini ni Simba ambayo ilistruggle kupata at least shot on target kwenye mechi ya kwanza. Ndio Simba ambayo tunaamini sana itashinda. Mimi napata shida sana kwa jicho la kawaida, nikiwa Mtanzania wa kawaida. Niliona ile mechi ya kwanza, tunapata wapi hizo confidence? Nataka unishawishi wewe kwamba pamoja na hayo makosa ambayo yalifanyika kwenye mechi ya kwanza na Simba kuonekana ilizidiwa, kwa sababu nilichokiona baada ya mechi kuna wakati Simba waliamua kujituma tu kuepuka ama kufungwa goli nyingi ama kujaribu kurudisha magoli, lakini hawakuwa na proper plan kabisa za kutaka kuirudisha ile mechi upande wao. Hizo confidence ambazo wewe na mimi na Watanzania wengine tunazo kwamba
Mwarabu leo atoki, kombe anaacha hapa, tunazitoa wapi kwa jicho la kawaida? Kwa jicho la kawaida confidence inatoka kwa namna Simba walivyo approach mchezo kipindi cha pili. Ilikuwa ni timu tofauti na kile kipindi cha kwanza. Walikuwa na utulivu, walikuwa na mipango, ingawa unasema hawakuwa na shot on target, lakini uliona ni timu ambayo ilibadilika sana, na hasa baada ya kuingia Joshua Mutale kwenye eneo la kushambulia. Nasema kwa nini baada ya kuingia Joshua Mutale? Alikuwa anacheza na yule midfielder wa mrefu nani Kamara na unaona yule ana height, ni mrefu kwenda juu, na Budo ni mfupi, center of gravity zinapishana. Kwa ndio maana unaona alishampa tabu. Ilikuwa ni muda mfupi lakini alimpa tabu. Inamaanisha yule kwa urefu wake anaanza kumtafuta wakati Budo ameshatoka, ameuachia mpira, timu inakwenda. Ulikuwa unaona kuna pattern ya movement ya timu. Kwa Simba wanaweza kuanzia pale kwa mechi ya leo, wakaanzia pale. Weakness ya wale ni nini? Ni kuwa na mtu mwenye sharp, kuachia mpira, kuzunguka kwenye, yani kumneutralize yule Kamara. Maana yule ndio kama engine ya ile timu. Unapomneutralize yule, umeishika timu. Na wale pia wana hiyo counter pressing. Na counter pressing haihitaji watu wanaocheza slow game. Ndio maana nasema leo kwenye defense, hata kama kocha angejua hilo awali, asingeanza na Hamza kule. Hamza ana tendency, ana assurance sana katika mchezo wake, lakini ile Victor Costa slow wale wana press. Wakikupress, wakikuta uko slow, una mpira touch ya kwanza pili, wanakupora. Unaona? Kwa wanahitaji mtu anayeachia mpira, timu inaondoka haraka. Kwa hiyo wakifanya mabadiliko ya namna hiyo leo hapo kwenye Hamza hapo, ongea vizuri kwa sababu umegusa point ambayo of course inahitaji uongee vizuri, kwa sababu kila kitu kina advantage na disadvantage. Sawa Mgaya, nisaidie kitu kimoja bado kwa Kejo, japo maelezo yake yanakuwa nataka kufuatiana kidogo na nasi, lakini si naye ana hiyo imani ya Simba kwamba inaweza ikapindua hayo matokeo. Na hiyo ndo dua yetu kama Watanzania. Sasa hebu tuambie, kuna makosa gani ambayo uliyaona siku ile Simba leo hawapaswi kuyarudia ili dhamira ya ushindi itimie, hatimaye na Tanzania ipate kombe la ngazi ya klabu Afrika? Moja ipo nadharia ambayo wengi tunaiona kwamba unapocheza na timu hizi zinazotoka Afrika Kaskazini ni lazima sana uwepo umakini, hasa katika dakika zile za mwanzo za kila kipindi. Simba magoli yale ya mawili yalikuwa ndani ya dakika 16. Ina maana kwamba wa Morocco walikuja wakiwa na mpango kwamba tumalize ndani ya hizo dakika chache tu, tupate 15 za kwanza tuhakikishe tumepata goli au magoli. Kwa hiyo kuna utulivu ambao unahitajika tu tunapoanza hizi mechi. Magoli yale mawili ya Simba yanaonyesha kwamba wakati wa kuanza ule mchezo tayari utulivu ulikosekana. Na ndio maana beki zilijichanganya, tukagongana pale, magoli yote mawili, moja la kona, hatujipanga vizuri kwa kucheza na yule kiunga alipiga kichwa Kamara, na hata goli la pili ilionekana kabisa mabeki wamekwenda, lakini mtu mmoja akatingisha wote, akaugonga ukaingia. Kwa mimi kwanza moja naliona ni umakini. Umakini ulikosekana dakika 15 za kwanza. Kwa ili kuwa contain hao, lazima dakika hizi 15 za kwanza tuhakikishe kwamba tunatulia, tunahakikisha tunacheza nao vizuri, kwa sababu ndio dakika ambazo na wao watataka kuja. Lakini pia wanaweza kuja na mpango mwingine kwamba wanajua kwamba Simba watakuja kwa nguvu sana angalau nao wapate goli. Kwa hiyo wao wanaweza wakasubiri, wakablock tu, wakarudi kwanza nyuma kuwatuliza. Wakiona mchezo umetulia, wao ndio watakwenda kufanya kama walichofanya kwenye kipindi cha kwanza kwenye ile mechi ya Morocco. Kwa hiyo mimi naona la kwanza ni lazima tutulie wakati tunapoanza hii mechi. Wao wanajua kabisa nguvu ambayo Simba ataingia nayo haitakuwa nguvu ya kawaida. Itakuwa ni nguvu kubwa sana kutafuta goli ambalo litatufanya kwamba tuwe na imani ya kurudisha magoli yote mawili na kupata goli la tatu la ushindi. Kwa mimi naamini makosa ni kama alivyosema na kipindi cha pili, timu ilionekana kabisa ina mpango ambao angalau unaonekana, kwa sababu waliwa contain, wakatulia, wakacheza mpira. Kwa hiyo ndio inavyotakiwa, tutulie kipindi cha kwanza wakati tunapoanza mechi tu mara ya kwanza. Nicodemus Mzwala Ndili, rafiki yangu kabisa kutoka pale Mtwara Town, anasema za asubuhi kaka, sina maneno mengi leo, dua zangu leo kwa timu yangu pendwa Simba. Diko, haya bwana, dua zako na dua za Watanzania wote.
Gazeti limeandikwa, aise, huyu jamaa ameandika gazeti, wanaitwa nani, Manase Ndosi. Habari za asubuhi Bizuberi, umefanya jambo jema sana kuwaleta au Manguli studio, msalimie mzee Rage. Manase Ndosi, Alhaji Bizuberi, mhimisi wa Alhaji ndugu yangu, inshallah nitajaliwa siku moja. Hivi hizi ahadi zinatekelezwa? Naombea watani zangu. Testi ya Simba leo ni kutuonyesha ukubwa wao, yasije kwa maneno. Simba sioni akimfunga Berkane goli 3 leo hii. Simba akichukua kombe, nafahamu Simba rasmi. Bai maneno Ndosi wa Arusha. Haya bwana, naona wewe hata mwenyewe unajua unachokiandika. Ibrahim Chuma ameandika, Binzuberi kubeba inawezekana, lakini ni ngumu kwa sababu Simba, kwa maana uongozi wa benchi la ufundi wana hofu kubwa. Kule Moroko wangeondoa hofu, wangepata matokeo mazuri zaidi ya 2-0. Watu wasiojua kuwa Simba hii ni bonus tu na wala haikuwa malengo yetu. Lengo lilikuwa kufika nusu, tuondoe hofu na matokeo yote yatakayotokea, sio maumivu kwa Simba. Binzuberi, sawa, umerudia kuandika hiyo message Ibrahim Chuma. Nashukuru nimekujua. Nazidi kuwapongeza MTV, kwani imetufanya tuwe na furaha ya kushuhudia mechi kubwa ikiwemo fainali ya leo. Mwaka 3 ilikuwa na miaka 8. Nakumbuka niliusikiliza fainali redio na baba yangu aliyekuwa shabiki wa Simba, Mwalimu Gulam Mutabazi, msemaji wa mashabiki wa Tanzania. Haya, sawa. Jigi John wa Uyole Mbeya, naona nafasi ipo kwa Simba, ila umakini watakiwa sana, pamoja na kupunguza kujiamini kupita kiasi. All the best Mnyama. Sawa. Huku kwenye Instagram na kwenyewe rafiki yangu ameandika nini? Kwa hiyo sawa, niko salama. Sawa. Huku kwenye Instagram na kwenyewe watu wanaandika nini? Kila laheri Mnyama, imeandikwa kila laheri Mnyama siku ya leo. Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Hussein Ali Mwinyi na nchi zote mbili, Tanzania bara na visiwani, ziko nyuma yenu, mkapambane na mkamalize mechi mapema kama USA au kama Musa alivyomaliza vita ya dunia kwa bomu kali. Huyu anaitwa Kalombe ndo kaandika huu message. Alafu kuna Mpwaya Chande ameandika, Besala Bukungu, nashukuru kwa kunikumbusha. Alafu kuna Princess Happy amesema naitakia kila heri Simba. Alafu kuna Griza, tukibeba leo kombe tunaenda kuliweka Jangwani kwa siku 3. Wameambia wenyewe wanalitaka. Kuna Mwalimu Hussein Athmani Mpanda Katavi, kila laheri Mnyama leo Zanzibar. Yangu anafikia Champions League bwana. Awesemaje nasi? Yanga sana dream Champions League bwana. Mbao muuza zikiwa ite kifaa kingine. Kazi nzuri kwa Simba, ushindi leo. Haya sasa, siji kuna message sijasoma. Rafiki yangu 1000 franki, Simba mtanisamee kiukweli. Na mimi pia utanisamee, soma message yako. Nimeumia sana ila nimekubali, ndo maisha ya mpira. Hata sisi tulimnunua kwa ASEC, sina cha kusema. 1000 franki anasikitika kuuzwa kwa Aziziki. Abdalla Mgeni, komenti kutoka Shamsi Arusha, kila laheri Mnyama. Kutoka kwa Shamsi Arusha, kila laheri Mnyama. Sawa. Kutoka Shamsi Arusha, kila laheri Mnyama. Kuwa Binzuberi, huwa mnatengeneza matangazo ya Simba bingwa na kuweka mpira ukiisha. Ni washauri tu leo msiwasumbue maiti. Najua sasa kwa nini unakuona, kwa nini Watanzania kama snitch hivi jamani? Simba kama ngoma utaki kuicheza, si bora ukae tu ndani. Kila laheri Mnyama huko Zanzibar ameandika, toa kiponzo figo, toa figo tena kaandika. Buzarage ameandika, sema wewe mzee Dua, unaitikia huku unampiga jicho mzee Rage. Uyanga unatuua sana, binafsi sitaki Simba achukue hili. Asa wewe umesema nini? Kila laheri Mnyama leo, maana halisia ya ubaya ubwela inakwenda kukamilisho leo. 1000 frank anasema goodbye to you Aziziki, love him very much. Romana Mlanda, kila laheri Master Key, mpira ni biashara. Aziziki kaumiza wana Yanga wengi. Sawa. Nasongea Kilinga, umemsikia Mgari alivyozungumza hapo. Amenifungua kitu na mimi. Na msione na kuwa mdadisi sana, bali nataka kikao hichi kiwe kina faida ya ziada zaidi tu ya kwenda kwa miluzi.
kiwe kina faida ya ziada. Lazima tufikirie zaidi ya mara moja, ukashikilia kwamba tumekutana na watu wanne wenye kizao timamu na ambao wameenda shule wajadili vitu kwa hekima na busara. Sasa uniambie Nas, RS Berkane umeongelea Simba, umefikiria Simba hivi, una akiba ya kufikiria kuhusu Berkane, watu ambao walikuwa kwenye fainali ya msimu uliopita wakakosa hichi kikombe? Hawa ni watu ambao wana lesson ya since last year against Zamalek. Hawa si Wydad, hawa si Raja Casablanca kule. Hawa wapo katika levu za Simba na Yanga. Hawa ni kama Azam na Mtibwa, timu ambayo most of the game wanacheza away kwa sababu hawana mashabiki wengi. Hawa ni watu ambao wamezoea kuishi katika maisha magumu na wamepita katika mafanikio walionayo. Tayari wana rekodi ya kutoa hichi kikombe. Hawa wanakuja away wakiwa wanamtaja magoli 2-0. Wana kocha ambaye amefundisha Esperance yuko back at the days. Amekuja hapa Tanzania na Esperance amekeza na Yanga ile ambayo ilipigwa goli 3-3. Ni kocha mkubwa ambaye anajua mpira wa Afrika, anajua. Huyo kocha ambaye amefundisha klabu kama Esperance anajua mpira wa Afrika sababu kote huko timu zake zimefanya ziara. Unafikiria kuhusu Berkane, wachezaji wake walionao experience West African player kama kina Mali, people from Senegal, kijana mdogo kutoka Senegal miaka 21. Unajua anacho dream yule kijana. Yule afikirii kuishia kucheza katika klabu kubwa za hapa Afrika. Yeye anafikiria pia kulipo ile mishahara ya wiki. Yeye anafikiria siku moja kuingia kwenye first 11 ya Senegal. Yeye anafikiria kutoa mataji kama haya ili amuuze zaidi. Kuna wachezaji hapo Berkane na wao wanataka namba kwenye kikosi cha Morocco. Na wao wanataka kusogea nchi jirani pale Spain. Maana ukiambiwa hapa nchi jirani yetu sisi ni Kenya na Uganda. Ukiwa pale Morocco nchi jirani ni Spain, kwa mtumbwi tu unakwenda huko Italy, huko Spain. Unafikiria na Berkane kidogo katika mechi ya leo jioni? Ni timu nzito sana. Ni timu nzito, yani hilo alikwepeki. Wewe kufikirisha? Hapana. Sio yani Berkane si timu ndogo, ni timu nzito. Ili kombe ameshachukua mara 2 na hii ni finali yao ya 5. Kwa hiyo inakuonyesha ni timu ya namna gani. Si timu ya kawaida, ni nzito na investment yao wameifanya ni nzito na ina wachezaji wazito. Huyo Kamara tunayemtaja hapa anatajwa kwenda Spain next season. Ni kiungo wa kiwango cha juu mno, ni daraja la juu sana. Kwa hiyo Simba sio kwamba wana ni mechi ngumu kuliko unavyofikiri. Lakini tunasema tu Simba wanaweza kupindua historia na matokeo kutokana na historia yao. Wanapokutana na mambo magumu, kuna vitu vya kushangaza huwa wanavileta. Ndio maana hiyo imani tunabaki nayo. Lakini kimsingi ile timu ni ngumu, ni nzito, tunaenda kukutana nayo. Ukikutana na wachezaji yule center back yule wa Burkina Faso nani Dayo, one of the best center back, unaangalia positioning, yani sense of marking yake ni ya hali ya juu, clearance yake ya mipira ya juu na tackling zake chini, one of the best defenders ambao unaona Afrika kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Simba watakutana na ugumu ili waweze kufanikiwa, wanatakiwa wawe tayari wapambane kwa kila hali. Sasa hapo umeingia lugha naotaka. Nadhani sasa hata Simba wajua kwamba leo kazini kwao kuna kazi. Kejo, umemsikia Nasa alivyoongea, ingawa imebidi ni msachi, nimejaribu kumwambia kuhusu Berkane. Hiyo ndo Berkane imezoea kuishi katika mazingira magumu ambao wanakuja kuishi leo, watakuwa against the crowd. Hayo ndo maisha yao watakule Morocco. Wakisafiri wakienda Rabat, Rabat kuna crowd ya watu wengi wamejaa. Wakisafiri wakienda Casablanca against Raja au Wydad, wanacheza against the crowd. Wamezoea kuishi hivyo. Walijiandaa kuja kucheza hivyo kwa Mkapa. Wanasema bahati nzuri kwao wanafanya na mashabiki umati mdogo kidogo, na kocha wao wamesema hilo. Lakini quality ambayo imewekwa pale, hawa wana leso ya kulikosa taji ili msimu uliopita mbele ya Zamalek. Wanajana ili taji. Ni kweli, na kama mlivyosema Berkane, na tulishazungumza mwanzo kwamba si timu ya kubeza kutokana na rekodi zake ikiwa nyumbani na ikiwa nje. Imekuwa na ushindi 80% katika haya mashindano ikiwa away. Ilipoteza mechi 2 tu. Kwa hiyo si timu ya kubeza kwamba ikija huku itacheza, na ndio maana tukasema yenyewe ina mzigo mdogo katika mechi ya leo ukilinganisha na Simba. Yenyewe inahitaji kufungwa goli 1 itakuwa imechukua kombe. Inahitaji sare ya aina yoyote, au ikifungwa kwa idadi ya magoli ambayo
yani yenyewe ikipata ushindi yani 2-1, 3-2, 4-4-2 itakuwa imevuka kwa sababu ya ile goli la ugenini. Kwa hiyo si mechi ya kubeza. Lakini tuende mbele turudi nyuma. Ndio. Simba ilikofikia hapa yani hapa ilikofikia inastahili pongezi, kongole ya hali ya juu, kwa sababu Simba ile tuliokuwa tunazungumza tangu ligi inaanza kwamba inajitafuta imejipata pakubwa kuliko hata pale ambako yenyewe ilifikiri ingefika. Kwa hiyo haina cha kupoteza, na ndio maana tunasema Simba itaingia ikiwa na dhamira ya kutoa hili kombe, kwa sababu pale ilikofika Fadlu hana wasiwasi wa kupoteza kibarua chake kwa kufungwa leo. Umeona Sioni mchezaji gani labda afanye madudu ya hali ya juu ambaye atabeba mzigo mkubwa wa lawama na kuona hata maisha yake yako hatarini kwa kupoteza mpira wa leo. Kwa ni Simba ambayo inaingia uwanjani leo ikiwa na uhakika na confidence, ikiwa inajiamini kwa kiwango cha kikubwa kwamba tumeshafika fainali, tumeweka ile rekodi ambayo wenzetu watani wetu waliiweka. Na natamani Simba itwae hili kombe kwa sababu moja, itatoa lesson kwa Yanga ili msimu ujao tusizungumzie tena masuala ya kufika fainali, tuzungumzie masuala ya kutoa ubingwa, kutoa kombe. Kwa hiyo hizi push, na huenda hata kufika fainali hapa ni msukumo wa Yanga kwamba wenzetu walifika, kwa nini na sisi tusifike? Kwa hiyo huu ushindani wa Yanga Simba kuna kiwango fulani ni chachu kwa maendeleo ya mpira wetu, inasaidia inatoa chachu. Kwa hiyo tunaamini kwamba Simba pamoja na ugumu wa Berkane, tunaujua ugumu wa Berkane, tunaujua uwezo wao, wanapocheza hata away sio wabaya kihivyo, lakini leo nadhani Simba ina uhitaji huu mpira kuliko. Sawa. King Oba, Kejo na Naso wamezungumza vizuri kwenye hilo eneo kuhusu yani wanasema akiba ya maneno, kwamba tukifikiria kwamba tunakwenda kushinda, tunashinda ka akiba kadogo kuhusu Berkane. Unaona akiba ipi kuhusu Berkane? Nisema mwanzo kwamba ni timu ambayo itaingia hapa kwamba inajua inacheza na timu ya aina gani. Matokeo ya kule Morocco yalishaisha na wao wakaona, lakini bado wao nao wanajiweka kwenye hilo kundi ambao wenzangu wamezungumzia kwamba ubora wa wachezaji wao, uwezo wao na uwekezaji wao unaonyesha kabisa ni timu ambayo inataka mafanikio. Kwa hiyo mafanikio moja wapo ni kuchukua kombe. Kwa hiyo nao wametoka Morocco wakifahamu kwamba wanakwenda kucheza na timu ambayo nyumbani haikamatiki, lakini wao wanaamini kwamba wana mbinu na uwezo wa kubadilisha matokeo wakiwa ugenini. Kwa quality yote hiyo bado na wao wana nafasi kubwa sana. Wakati tunapoizungumzia timu yetu ya Simba, tusisahau kwamba tuangalie na mshindani tunayecheza naye ana kiwango gani cha ubora, na amefika hapa sio kwa bahati mbaya, kwamba naye alikuwa na mipango na uwezo ambao umemfikisha kucheza finali miongoni mwa timu zote zilizokuwa zinashiriki mashindano. Sawa. Anayetufungia huu mjadala kwa siku hii ya leo ni Boss Masudi Sanani ambaye anachangia kama ifuatavyo. Hali zenu ni mechi ngumu sana kwa Simba, kwani Berkane ni wazuri zaidi kuliko Stella ya Ivory Coast ya mwaka 93, lakini bado Simba wana nafasi ya kushinda, kwani kwa Mkapa na Amani yote ni matanuri, moja ni la mkaa na moja ni la umeme. Mungu ibariki Simba. Huu mjadala kaukamilisha Boss Masudi Sanani. Chief Masudi, salamu alaykum bwana. Tanuri moja la umeme na moja la mkaa. Sawa, vizuri sana. Nas jana Mamelodi wamewekwa kwenye kona ngumu kidogo, wametoa draw ya moja. Goli la dakika 90 linawafanya washindwe kupata ushindi katika mechi ya nyumbani ya fainali ya kwanza ligi mabingwa Afrika. Sasa wanakwenda away Juni 1, wakihitaji lazima kushinda. Swali langu kwako, utamaduni wa timu za South Africa kwenda kugeuza matokeo pale Misri utaendelea, ama Pyramid tayari mkono mmoja kwenye taji, mmoja unajiandaa kuingia tena kushika mkono wa pili wa taji na kuliinua? Mimi naona kama Pyramid mkono mmoja kwenye taji. Manake sawa, Mamelodi anakuwa na historia kupata matokeo. Alimtoa El Ahly pale. Watu wote walijua kwamba Mamelodi tayari
lakini aliweza kupata. Orlando mwenyewe Orlando alikaribia kumtoa huyu Pyramid. Ni maamuzi mabovu ya yule kocha baada ya kuondoka anaongoza goli 2 first half, akaenda akatoa wachezaji wake ambao ni threat, akaingizwa. Sijui alikuwa anafikiria kitu gani yule kocha. Sasa sioni mimi Pyramids kwa namna yoyote vile wanaweza kufanya mistakes za namna ile, kuwa na moja away, kwamba unahitaji draw ya namna yoyote ile ya 10-10 bila advance. Kwani mechi ya kwanza na mechi yao na Orlando pia walipata draw ya away, si ndio? Goalless draw na magoli ya Mayele ikataliwa kule. Lakini hadi half time nakumbuka siku zinapita na uzee pia ilikuwa wako down wao 2-0. Wale walifanya comeback Pyramid kwenye ile mechi. Lakini pia El Ahly pia walipata draw ya away nafikiri bila away. Wakaongoza goli moja kama walivyoongoza mpaka dakika ya mwisho wakafungwa. Na Zamalek pia alitolewa na timu ya South Africa Stellenbosch dakika ya mwisho after wao kupata draw ugenini. Wale wakaja wakapata goli la 1-0 pale Cairo dakika ya mwisho. Bosch hao ambao walitoa Simba. Sasa ndio wamekuja kwamba je, bila maajabu ya timu South Africa kwenda kufanya naona kwamba hawa watakuwa wamejiwekea mkakati, yani hizo series of mistakes za kuconcede goli dakika za mwisho na kutolewa pale nyumbani zisiendelee. Ndio kwenye ramani kama siwaoni hivi tena Mamelodi kwenye ubingwa. Naona Pyramids wakiweka historia ya kuchukua kombe kwa mara ya kwanza klabu. Man City wa Egypt. Kejo, unamwona Mayele anakwenda kufanya kile ambacho alishindwa kufanya Yanga? Yumkini, lakini naogopa kuwa na uhakika kama wanasongelia kwamba naona tayari wameshaweka, kwa sababu ya historia kama tulivyozizungumza hapa kwamba Mamelodi imeshaanza kujiona katika level za kina El Ahly, kina Zamalek, na sasa Pyramid. Haiziogopi tena, ni timu ambazo ziko katika level moja. Inaweza ikafanya vibaya nyumbani, ikafanya vizuri ugenini. That's what I see. Nadhani kwa lililotokea jana, kwanza tukubali, ndio tukisikia watu wanasema mpira ni dakika 90, ndio kilichotokea jana, kwa sababu mpira ulikuwa umeongezwa dakika 4 na ile dakika ya 4 ndio goli lilipatikana. Kwa hiyo tusidharau sana na Mamelodi kwamba imeisha. Mimi naamini haijaisha mpaka iishe. Ame-inspire vijana wengi, ametoa hamasa watu wengi wameupenda mpira kwa sababu yake. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa mengi, lakini maisha lazima yaendelee. Mwongea kwa uchungu kweli wewe Yanga. King Oba, hebu hitimisha mjadala bwana. Shughuli yetu leo bwana. Kama kidogo. Yes. Kuna ule wimbo alimba marehemu Dr. Limo Mungala, Hamisa alimba na Chidumule. Hamisa ule nini? Hamisa. Aendelea. Hamisa. Ni kwa kifupi tunaweza kusema kwamba kama tunataka kuandika historia ya ligi kuu ya Tanzania bara na hasa kwa wachezaji wa kigeni, basi jina Aziz Ki litaandikwa kwa wino wa dhahabu. Mmoja wa wachezaji ambao wametoa mchango mkubwa sana katika soka la Tanzania. Kama sema Kejo amevutia wengine wachezaji wa Tanzania, mashabiki, viongozi. Lakini pia ameipa heshima kubwa timu ambayo ilimsajili Young Africans. Huko ametoa mchango mkubwa, umeuelezea hapa, mataji, mchezaji bora, Messi, goli lake la Mamelodi lile ambalo likataliwa litakumbukwa, lina ubishani mpaka kesho, limetuachia eneo lingine la kujifunza na watawala wa soka wa Afrika. Lakini pia mchango wake katika maendeleo ya soka yetu kama alivyoanza kwamba ni makubwa. Lakini kwa Yanga kama alivyosema Kejo ni kwamba wameonyesha kwamba wamekomaa nao kiuongozi. Katika miaka karibuni wamekuwa wana wachezaji wazuri, na inapofika wakati ambapo wanaona kwamba wanaweza wakafanya biashara nzuri zaidi ya kuwauza na kutafuta vipaji vingine, wamekuwa wamefanya hivyo. Tumeona kwa Mayele walilia, lakini mwisho wa siku akaja biashara nzuri, akaja yeye Aziz Ki. Wale wa Kongo wengine wale kina Kisinda wote waliuzwa, lakini tuliona. Kwa hiyo mimi naamini pia Yanga watu wamemuuza Aziz Ki, lakini
inshallah Mwenyezi Mungu akijalia watatuletea mtu Biashara ambayo mwingine ilianza siku nyingi ambao tu. mashabiki ya Yanga Waliwauza watamfurahia kina huko. James Tungaraza, marehemu Nonda Shabani Yaani, kwenda Val Professional Professional. Town, amekuwa Mtanzania pekee kushinda UEFA Champions League, the top player daima Nonda Shabani kwa keza ligi yetu. Sasa jambo la kitaifa na sera zetu zile zile. Sawa bwana. Na leo tutapata dua moja tu ya Nasongele Kilinga. Maana yake tunaona kama mbuzi wetu atakuwa salama sana kwa mchungaji huyu. Amin. Amen. Amin. Tusimameni basi, hii ni finali. Tusimameni. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, tunakuja mbele zako muda huu, siku hii ya Jumapili, siku ambayo timu ya nchini kwetu, timu ya Simba Sports Club inakwenda kucheza mchezo wa marudiano, mchezo wa fainali wa club ya ligi ya shirikisho, club shirikisho barani Afrika. Tunaomba Mungu ukapate kuipigania timu yetu, tupate ushindi na kuweka historia kwamba timu ya Tanzania imeweza kushinda kombe la vilabu bingwa barani Afrika. Tunaamini kocha na wachezaji wamefanya mbinu zao sahihi na viongozi wameiandaa timu vizuri. Kwa hiyo kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu tunaamini timu yetu inakwenda kupata ushindi leo. Amin. Amen. Basi nikushukuru wewe mtazamaji kwa kuwa nasi tangu saa 2:30 asubuhi, lakini pia ni watu pamoja na wenzangu Rashid Kejo, Mga Kingoba. He is back for real, for the meaning of kurudi kabisa. Na Big Boss nashukuru kijana yuko pale nje, tunaelekea airport, uwanja wa zamani ule, kuna kandege kadogo kanatusubiri, tunakwenda Unguja. Tukijaliwa inshallah Jumapili ijayo tutakiwa watazamaji mwema wa vipindi vijavyo. Kumbuka leo tuna finali ya kombe la CAF saa 10 jioni. Mahmoud bin Zuberi, kwa heri kwa sasa.